Nikualike sasa mpendwa, tusikilize somo. Kama nilivyokuambia, somo letu la leo linatoka katika Injili ya Yohane, Injili ya Mathayo sura ya 14 aya 22 hadi ya 33. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi wake walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika u mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mwana rozari mwenzangu, tafakari yetu ya leo inatuongoza ni kwa namna gani tunaweza kukabiliana na dhoruba mbalimbali katika maisha yetu, na namna ya kutambua mpango wa Mungu katikati ya dhoruba tunazopitia. Hatuwezi tunaweza kugawa makundi matatu ya watu, wale ambao wamepita katika dhoruba na wamezishinda, au changamoto wamezishinda, wale ambao sasa hivi wanapita katika dhoruba, na wale ambao watapita katika dhoruba. Yesu anatuambia katika Injili ya Yohane sura ya 16 aya 33, ulimwenguni huku mtapata masumbufu mengi, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo ni ahadi ya uhakika ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba lazima tupite katika dhoruba mbalimbali katika maisha yetu. Lakini tutavukaje au tutawezaje? Basi ndio maana tunatafakari siku ya leo namna ya kuvuka na kushinda dhoruba mbalimbali ambazo tunazipitia. Siku ya leo kwa namna pekee tutasali tukiomba kwa ajili ya watoto katika familia. Kama ni mzazi hapa, kwa ajili ya kuombea watoto wako, tukijua kwamba wapo watoto ambao wanapita katika dhoruba mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine imekuwa ni changamoto na mateso makubwa kwa wazazi, na basi tuwaombee hao katika rozari ya leo. Jambo ambalo tunaweza kujifunza katika somo hilo ambalo tumelisikia, ambalo tutalitafakari katika rozari ya leo. Hivyo basi niwakumbushe na kuwaomba basi tutume nia tulizo nazo, tukiunganisha na nia hiyo kubwa ya kuombea watoto katika familia zetu, hasa wazazi, kukumbuka kwamba kila mmoja basi anayo nia yake, lakini tunayo nia hiyo kuu ya kusali kwa ajili ya kuomba Mungu awavushe watoto wanapopita katika dhoruba na changamoto mbalimbali. Mafundisho matano au pointi 5 nataka niziseme siku ya leo kulingana na somo hilo. La kwanza nasema, tegemea kupata dhoruba ukifanya mapenzi ya Mungu. Tegemea ni kitu ambacho kipo, hakikwepeki, hakizuiliki. Yesu ni yeye anayewaambia. Tunasikia hapo mwanzo anasema Yesu anawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Hapa mitume walikuwa wafanyi jambo lao, bali walikuwa wanafanya kile walichoambiwa na Mungu, kile ambacho Yesu mwalimu wao aliwaambia, tangulieni, nendeni. Huenda mahali ulipo, familia ulionayo, ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu, ni mpango wa Mungu. Kazi ulionayo, watoto Mungu alikupatia ambao leo tunawaombea, ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Lakini nasema hivi kwamba tegemea dhoruba unapopitia au unapotimiza mpango wa Mungu au mapenzi ya Mungu. Kwa nini Mungu anaruhusu dhoruba katika maisha yetu? La kwanza, dhoruba zinatusaidia wakati mwingine kutusaisha.
Mungu anatumia kama chombo cha kusahisha madhaifu yetu, mapungufu yetu. Tunakumbuka mfano wa Yona ambaye aliukimbia uso wa Mungu alipotumwa kwa watu wa Ninawi. Mungu alileta dhoruba katika kile chombo ili kusahisha Yona alipotaka kukimbia mpango wa Mungu katika maisha yake. Hivyo naomba au tunamwomba Mungu tunaposali kwamba daima tusikimbie mpango wa Mungu kwa sababu tu ya dhoruba. Mungu anaweza kutumia nafasi hiyo kama sehemu ya kutusahisha au sehemu ya kutufundisha. Unaweza kusema kama sio dhoruba au changamoto fulani unayopitia, labda muda na wakati kama huu tusingetenga nafasi ya kusali. Mungu anaruhusu au nafasi hiyo kwa mpango huu. Lakini nimesema tegemea, wakati mwingine Mungu anaruhusu dhoruba kwa sababu anataka kutulinda. Ni njia ya kutulinda. Ni njia ya kutulinda. Tunasoma katika maisha ya Mtakatifu Paulo mtume ambaye kwenye maisha yake alikuwa na dhoruba. Alijiona mara nyingi hastahili kumtumikia Mungu na alisumbuliwa. Maandiko yanasema nilipewa mwiba. Na kila mara nilimuomba Yesu anisaidie kuondoa mwiba huu. Lakini Mungu alimwambia neema yangu ya kutosha. Ni kama alipewa kasoro hiyo, tunaambiwa labda ni kasoro katika mwili wake, kama sehemu ya kumfanya, kumlinda katika karama alizopewa ili awe mnyenyekevu. Kwa hiyo dhoruba ile kwake ilikuwa na manufaa ya kumlinda. Wenda Mungu anaruhusu mambo fulani kwenye maisha yako kwamba ni njia yake ya kututunza na kutulinda. Ninakumbuka mfano wa mama mmoja ambaye alikuwa na binti yake, ambaye kila mara alimwambia kwamba huyu binti alitamani kuolewa, lakini kila mara alimwambia kwamba nakuomba ukipata mchumba twende pamoja, twende kwa padri ili akatupe ushauri wake kwamba huyu ni mchumba sahihi au sie. Na walikwenda kwa Mtakatifu Padre Pio. Na mara ya kwanza alipokwenda, Padre Pio alipomuona tu alimwambia huyu sie. Akamsikiliza, akarudi. Mara ya pili akampeleka mchumba mwingine. Padri akamwambia tena vile vile, huyu mwanangu hapana. Mara ya tatu akamwambia mama yake, mimi siendi tena. Inaonekana yule padri hataki mimi niolewe. Kwanza yeye anaishi maisha ya kutokuoa, labda na mimi anataka hivyo hivyo. Mama yake akamlazimisha sana. Basi akaenda kwa shingo upande, na alipokwenda mara ya tatu, padri huyu mtakatifu kwa maono ya Mungu akamwambia kwamba huyu ndiye. Baada ya miaka kadhaa, wale wawili padri aliyosema sio, mmoja alikufa mapema sana kwa ugonjwa wa kansa. Na hivyo Mungu alikuwa anamlinda binti huyu kuepuka kuwa mjane mapema kabisa katika uchanga wa ndoa yake. Na ndio akaambiwa hapana. Na mwingine baadaye, baada ya kuchunguza, akagundulika kwamba mwanaume yule tayari alikuwa na familia nyingine. Kwa hiyo angeingia katika asingekuwa ameolewa. Kwa hiyo mwanzoni aliona dhoruba hii au changamoto hiyo anayopitia ni kama haina maana kwake, lakini kumbe kwa Mungu ilikuwa ni njia mbalimbali za kumlinda. Mungu anaruhusu wakati mwingine changamoto tunazozipitia au dhoruba tunazozipitia ziwe sehemu ya tuweze kukua. Tumkumbuke Yosefu katika Agano la Kale, tangu alipokuwa mdogo akipendwa na baba yake, na jinsi ambavyo alivyopita katika dhoruba mbalimbali, kuchukiwa na ndugu zake, kuuzwa utumwani. Hayo yote aliyapitia, kusingiziwa na mke na Potifa, kwa Farao, kutupwa gerezani na baadaye kuwa waziri katika nchi ya Misri. Ni njia ambayo Mungu alitumia katika dhoruba zote Yosefu alizopitia ili tu aweze kukua. Kwa hiyo wakati mwingine unasema kama jambo fulani, changamoto fulani isingenipata, nisingekuwa hivi nilivyo. Ndio maana maandiko yanasema kwa neema ya Mungu, Mtume Paulo anasema nimekuwa hivi nilivyo baada ya kupita katika dhoruba mbalimbali. Kwa hiyo njia vile vile ya kukua. Nimesema katika maisha yetu tutegemee hilo. Isije kama surprise ukasema labda Mungu atanikinga na hivi. Ipo kwa lengo mbalimbali. Ikitokea tutafakari mbele ya Mungu, nasema kwa nini dhoruba hii imenipata? Labda Mungu anataka kunisahisha, au Mungu ananilinda na kitu fulani, au wakati mwingine Mungu anataka nikue. Hiyo ni pointi ya kwanza ya kwa nini tupite katika dhoruba. Kwa hiyo mitume katika injili hii ambayo tunatafakari, injili ya Mathayo sura ya 14:22-33, wanaruhusiwa au wanatimiza kile alichoambiwa na Yesu, wanakwenda huko katika bahari, na ndipo inapokuja hiyo dhoruba. Pointi ya pili ya kukumbuka kwamba Mungu daima anatuona.
japokuwa tunapopita katika dhoruba sisi hatumuoni. Tunaambiwa Yesu alikuwa akisali, wafuasi wake hawa wako, ni usiku, mawimbi ni makubwa, dhoruba hii ni kubwa, hawamuoni Yesu, wanaona tu ile dhoruba wanayokutana nayo, lakini Yesu anaona wanachopitia. Ndicho ambacho tunapaswa kujua katikati ya dhoruba. Tunapopita katika dhoruba, tambua kwamba Mungu anakuona, Mungu anajua unalopitia. Daima usijione kwamba uko peke yako, usijione kwamba Mungu amekusahau. Na hivyo wazazi, tunaposali leo kwa ajili ya kusali na kuombea watoto wenu, tambua kwamba Mungu yuko pamoja nawe katika malezi, makuzi na maisha ya watoto wako. Mshirikishe, usimwache. Tambua kwamba watoto hawa, familia hii umeipokea mikononi mwa Mungu. Na hivyo basi ni yeye ndiye anayekuongoza. Usitazame tu changamoto wanazopitia ukasahau kwamba Mungu yupo pamoja nawe. Na tunaambiwa kwamba Yesu anawaacha kwa muda kitambo, mpaka katikati ya usiku kabisa. Labda walikuwa wamechoka kabisa. Labda pale ambapo wanaona sasa wamefikia mahali wanataka kukata tamaa. Na pointi ya tatu ni kwamba muda wa Mungu ndio muda sahihi. Daima Mungu anakuja katika wakati sahihi. Wakati sahihi. Kwa sababu muda anaokuja ndio wanaohitaji msaada kabisa. Nasema anakuja kuwasaidia, anakuja kuokoa. Nasema niwe mwepesi au uwe mwepesi kusubiri muda sahihi wa Mungu. Daima tunataka mambo kwa muda wetu, kwa wakati wetu. Ndio maana siku ya nyuma hapo tulisali tukimwomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Sio mapenzi yangu, sio mapenzi yako, mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo usije ukakata tamaa ukasema muda umesonga au muda umepita. Muda wa Mungu ni muda ulio sahihi. Nina testimony moja ya mama mmoja ambaye alichelewa kidogo kabisa kuolewa, na alikuwa mwaminifu na maisha yake, alikaa muda mrefu kama maisha yake kama single mother, msichana asiye na mume, lakini kwa muda mrefu sana. Kila wakati aliingia vishawishi vya kusema sasa muda umepita na sitakaa niolewe, lakini muda wa Mungu ulipofika sahihi akapata mume katika umri wa miaka 42 na alikuwa mume sahihi. Kwa hiyo tuwe tayari kungoja wakati wa Mungu, na Mungu anakuja katika ule wakati ambao ni sahihi. Daima hatuachi. Nasema ukiona jambo lako linachelewa, tambua kwamba bado wakati wa Mungu hujafika. Utakapofika, haijalishi umetumia muda gani au umepoteza muda gani, Mungu hurejesha yote. Ni Mungu wa marejesho, anayerudisha kila kitu ambacho ulifikiri labda umepoteza. Ni Mungu anayerudisha wakati hata unaofikiri kwamba labda wakati umekwenda. Ni Mungu ambaye anaweza kuturudishia hata nyakati zile ambazo tunafikiri labda tumepoteza. Na muhimu ni kuwa vumilivu. Petro wanapomuona Yesu anapokuja akitembea juu ya maji, wanaingiwa na hofu. Lakini Yesu anawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Sauti hiyo daima isikike katika masikio yangu, masikio yako. Na kuomba Yesu, nisikie sauti yako ukiniambia nikiwa katika hofu zangu, katika dhoruba yangu, mwanangu, jipe moyo, ni mimi, usiogope. Lakini pamoja na kusikia sauti hiyo, Petro anamwambia, ikiwa ni wewe Bwana, niruhusu nije. Naweza kusema Petro kidogo crazy, kwa sababu mwepesi wa kukubali ku take risk, kwa sababu anataka aondoke katika boti aje kwenye maji amfuate Yesu. Kuwa na uthubutu wa kutoka mahali ulipozoea au mahali ambapo uko comfortable na kufanya kile ambacho hauko nacho comfortable. Petro anatufundisha ujasiri wa kumtumainia Mungu, ujasiri wa kufanya hata katikati ya dhoruba bila kuogopa. Na Petro anafanya hivyo kumfuata Yesu. Tendo la 5, pointi ya 5 ya siku ya leo, Petro anaanza kuzama pale ambapo anaondoa macho yake kwa Yesu na kutazama dhoruba, kutazama upepo. Daima tunakumbushwa kutoa macho yetu kwa Yesu. Ndio maana tunasali katika dhoruba unayopitia, unayemwomba Mungu, macho yetu muangalie Yesu. Na ndio maana tunamtazama Yesu kwa jicho la mama yake Maria kwa kusali rosari. Maria atusaidie. Yeye akimtazama kwa niaba yetu,
hatutazama, hautazama. Na tumtazame Yesu kwa kuchuchumilia ahadi zake. Na hapa nisome ahadi, wakati mwingine kumkumbusha Mungu ahadi zake katika neno lake. Katika waraka kwa Waebrania sura ile ya 13 aya ya 5 anasema, aya 5b anasema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Nenda mbele ya Mungu na ahadi zake. Kama ambavyo Meshaki, Shadraki na Abednego, kama ambavyo Danieli alipotupwa katika tundu la simba, walivyokuwa wakisema kwamba Mungu anaweza kutoka katika mtego wa simba. Lakini hata kama hatutaokoka, bado tutamtumainia Mungu, kwa sababu tunazitumainia ahadi zake, tunazishika ahadi zake. Kwa hiyo kwa kuyatazama hayo, kwamba katika dhoruba unazopitia, basi mambo hayo matano uyakumbuke, kwamba tutegemee dhoruba tunapofanya mapenzi ya Mungu. Maisha yako ya kila siku tutegemee. Wakati mwingine inakuja kutusaisha, kutulinda, kutufundisha. La pili, nimesema daima katika dhoruba tambua kwamba Mungu anakuona, Mungu anajua. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Pointi ya 3, kwamba atakuja kwa wakati sahihi kutuokoa katika dhoruba. Tunapomwona, anapotuita, tuwe tayari kama Petro, ujasiri wa kumfuata Yesu, wa kuwa tayari kutoka mahali pale na kumsikiliza yeye. Hata ruhusu tuzame, kwa sababu kama Petro hapo anapotaka kuzama, anakuwa mwepesi wa kumwambia Bwana niokoe, Bwana niokoe. Na Yesu anamwokoa, anapanda chomboni na upepo unakuwa shwari. Tunatolea rozari hii matendo ya uchungu kwa ajili ya wazazi na kwa ajili hasa ya kuombea watoto, vijana wetu ambao wakati mwingine wazazi wamepata uchungu mkubwa kwa ajili ya watoto ambao Mungu amewakabidhi pindi wanapopita katika dhoruba na changamoto mbalimbali. Basi tuwaombee hao, neema ya Mungu isiondoke kwao, wasije wakamsahau Mungu, wasije wakavutwa na mitindo ya ulimwengu huu, wasije wakaenda mbali na mafundisho ambayo kama wazazi mliwasaidia. Hata wakati mwingine kama wazazi mara nyingi wanajilaumu, wanasema ni wapi nilikosea, akijilaumu mbele ya Mungu akisema labda nimekosea hapa na hapa. Mlezi mkuu ni Mungu, sisi tu wasaidizi. Wakati mwingine hakuna mahali ulikosea, labda ni njia watoto wako wanapita katika dhoruba ili Mungu awafundishe kwao kwa pande moja au nyingine. Lakini basi ikiwa dhoruba wanazopitia sio kwa mpango wa Mungu, ni kwa ajili ya yule mwovu, basi katika rodhari hii Mungu amuondoe mwovu katika maisha yao. Pamoja na nia hiyo kuu, tuungane na Tekla Mariale anayesali kwa maombezi ya Bikira Maria, akiombea wote wanaoteseka, Mungu awapatie faraja. Maria anamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Nora anaombea wagonjwa wote walioko hospitalini, majumbani. Fides Protest anamwombea Paulo, Mungu amvushe katika dhoruba anazopitia kwenye ajira kwa msaada wa mama Bikira Maria. Anakabidhi siku wiki inayoanza. Rozi kwa maombezi ya Bikira Maria anaomba Mungu awasaidie watu wote ambao hawajui kuwa Mungu waweze kumwamini Mungu. Winnie kwa maombezi ya Mama Maria anaombea wanae Emmanuel na Alicia, Mungu aepushe na mabaya duniani. Esther anaombea familia ya Gaspar, Masaia, mwanga wa Roho Mtakatifu. Fina kwa maombezi ya Bikira Maria anaombea wanae wote ulinzi wa Mungu, waishi maisha yenye kumtukuza Mungu, wawe kwenye ulinzi wa Mungu pekee. Winnie Benedict, Christopher na Karen. Winnie Anyango anajiombea mwenyewe, Mungu amuongoze katika maisha yake. Rose anawakabidhi watoto wote mikononi mwa Mama Bikira Maria na wampende Mama Maria. Kelizilida anaombea watoto wake wanaanza mitihani, Teresa, Irene, Cosmas na Stefano waweze kufanya vizuri katika mitihani yao ya chuo. Emmanuel kwa maombezi ya Bikira Maria anaombea watoto wake Ethan, Nathan na Trinity. Mama Maria endelee kuwakinga na waepushe na dhoruba mbalimbali katika maisha yao. Masika anamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Emmanuel anawaweka watoto wake kwa Mungu, awabariki watoto wake wawe na mapendo kwa wazazi. Esther anamuomba Mama Bikira Maria amsaidie mdogo wake Oswald ili ajitambue na kuachana na makundi mabaya. Dolphin anasali kwa ajili ya watoto wake Anna, Kate, Tun, Jimmy na Janedel. Mungu aendelee kuwalinda na kuwapa baraka zake, na anawakabidhi kwa mama yetu Bikira Maria. Anamkabidhi mume wake Timotheo na watoto wake Rita na Nobet, Stefan, Brian na Madeline. Anamkabidhi Brian kwa Mama Bikira Maria, anaanza mitihani yake kesho. Tunasali kwa ajili ya Delphine anasali kwa ajili ya watoto yatima, hasa wale ambao hawana mtu wa kuombea. Anne anamshukuru Mungu kwa ajili ya baraka na anamkabidhi mume wake, watoto wake Joan na Tyson na watoto wote. Masika kwa msaada wa Mama Maria anaweka mikononi mwa Mungu
watoto wote na kwa maombezi ya Bikira Maria. Anaombea watoto wote wanaoteseka katika vita na ukatili. Janet anamshukuru Mungu kwa maombezi ya Bikira Maria na kwa ajili ya familia yake. Martha na naomba Mungu amjalie neema ya kumpenda siku zote katika maisha yake. Anne anasali kwa ajili ya wagonjwa wote, hasa Esther. Mungu ampe amani na nguvu katika kipindi hiki. Maria Mbolile kwa maombezi ya Bikira Maria anaombea watoto wake. Janet anamshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima na kuombea watoto wake kazi nzuri kwa serikali. Basi mpendwa, tuungane sasa kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba leo tunatolea rozari hii kwa ajili ya kumwomba Mungu kwa ajili ya watoto wote. Kwa ajili ya watoto wote. Tunasikika vizuri? Kuna mtu anasema asikie vizuri. Naomba nijue kama ni konsani ya kila mtu kwamba sauti si nzuri. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, shirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Bikira Maria, malkia wa familia, kwa namna pekee tunawatolea watoto wote katika familia zetu mikononi mwako, na hasa wale ambao wanapita katika dhoruba mbalimbali. Tunakuomba dhoruba hizi zikiwa ni kwa mapenzi ya Mungu, ziwe kwa ajili ya kuwafundisha, kuwalinda na kuwafanya waendelee kukua. Lakini kama si kwa mpango wa Mungu, basi wakinge kwa maombezi na sala zako. Mungu awaepushe na dhoruba zile zinazowapeleka mbali kabisa na uso wa Mungu na kusudi la Mungu katika maisha yao. Kwa namna pekee tunaungana na wale wote ambao watoto wao wanapita katika changamoto mbalimbali, ziwe za shule, za makuzi, za kukosa kazi, za kuacha familia au watoto wao, za kuishi maisha ambayo si ya ndoa au kuishi maisha yasiyompendeza Mungu. Basi Mungu atujalie na wajalie wazazi kuwasaidia kwa maombezi na sala zenu, kijua kabisa wajibu wenu mkubwa kwa sasa si wajibu tu wa kusema, lakini wajibu wa kusema kwa njia ya sala, wajibu wa kuwaombea. Magoti yenu, machozi yenu ndio kombozi wa watoto wenu. Na wazazi, kabla ya kuendelea na rozari hii, niwakumbushe ile rozari ya mateso 7 ya mama yetu Bikira Maria. Ni rozari bora kwa ajili ya kuwaombea watoto na kuwaombea watoto, kwa sababu watoto wakati mwingine wanapita katika mambo ambayo hatuyafahamu vizuri kama wazazi, na hivyo tunahitaji msaada wa mama Bikira Maria atusaidie, ili tunapotambua tatizo inakuwa rahisi vile vile kuwavusha na kuwasaidia. Kwa hiyo rozari hiyo ukiweza kuisali kila mara ni vizuri kufanya hivyo, na rozari hii ya Fatima ambayo tunaisali sasa, tukijua kwamba hasa wale ambao Mungu anawapa neema kubwa daima usumbuka au usumbuliwa na yule mwovu. Basi katika Salamu Maria hizi za mwanzo ambazo mara nyingi nasali katika lugha hii ya kanisa ya Kilatini, basi nawakabidhi nyote, hasa ni ambao mmeweka nia hiyo kubwa ya kuwakumbuka na kuombea watoto. Ikiwa hujajaliwa zawadi ya mtoto, basi muombe Mungu kwa ajili ya familia ile ambayo Mungu ataianzisha kutoka kwako. Basi Mungu aendelee kukupatia watoto ambao watakuwa baraka na wala si watoto watakao kuletea uchungu au watakao kukwaza katika maisha yako. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo, ziokoe roho zinazoteseka toharani, uzijalie nuru ya uzima wa milele. Amina.